nashukuru kushikwa mkono. Juzi tulipiga story na Harmonize akakataa kuitwa yeye ni kijana wa Diamond. Wewe kwako unakubali kuitwa kijana wa Diamond au kwako pia inakutatiza? Mimi kijana wa Diamond sasa. Nimeshakwambia hapa lazima ukubali. Hata Harmonize kijana wa Diamond. Na ndio maana hata akiongea haichange ukweli kwamba ni kijana wa Diamond. Lakini nyinyi mnashindwa kujua message anayoituma pale. Message anayoituma Harmonize atumi message kwamba anamchukia Diamond. Anatuma message ya kwamba anataka watu wampicture yeye kama yeye na vitu vyake. Isitumikane kama mtu mwingine aonekane anakuwa mkubwa kuliko yeye. Lakini sasa kwenye maisha kuna vitu huwezi kuvikataa. Yaani huwezi kukataa kwamba ili ufike kuna watu walikushika mkono. Yaani Harmonize hata tangaza tembea na magari barabara nzima. Mimi sio kijana wa Diamond. Haichange. Na ndio maana Diamond hawezi kusema atajibu aongee. Ila mnatakiwa mjue season tofauti tofauti. Harmonize angekuwa na chuki sana na Diamond, asingekuwa anakutana naye anamkumbatia, mara anamfuata anamsalimia. Hizo interview anaongea akiwa mbali, lakini akutana na Diamond anaongea. Mimi nitakupa hiyo ukweli na siri ambao unajui. Ukiona watu wanatupiana maneno vile wanaongea ni watu ambao wanakubaliana sana kabisa. Yaani Harmonize alikuwa anamkubali sana Diamond. Na Diamond alikuwa anamkubali sana Harmonize. Kwa hawa watu kitokea wamepishana kila mtu anakuwa na ndimu. Ni watu ambao wana maana ni huba. Unaelewa sijui ni watu ambao hata Mbosso. Diamond anampenda sana Mbosso. Yaani utamuua. Kwa sababu Mbosso kila kitu atamwambia Diamond bana kazi yangu nataka. Kwa hiyo kitokea umepishana kila mtu anakuwa na hasira. Hivyo ushakuwa na mtu ambaye unampenda sana afu mmepishana mnakuwa kama ni maadui kufa lakini ni upendo uliozidi. Harmonize ni msanii pekee aliyofuta tuzo za Diamond. So kweli? Harmonize kutoka safari anamletea nguo Diamond. Jeans nini? Kwa Diamond akiona mtu kama yule wamepishana lazima imuume sana. Au Harmonize akiona mtu kama yule ambaye alimuonyesha respect kama hiyo amegombana lazima imuume sana. Kwa ukiona maneno yanakuwa ni mengi ni love iliyopitiliza. Mimi naamini hata kuna kipindi Harmonize alimcheck sana Diamond. Hata alikuwa na post Instagram kwamba sitaki ugomvi tena, we family, bro, au akuandika. Kwa hiyo musi concentrate na alivyosema tu mimi sio kijana. Uangalie na pale pia alivyosema anamkubali sana. Kwa hiyo ni watu ambao kiukweli wako deep. Watu ambao wako deep. Wana yani Harmonize anamkubali sana Diamond. Vitu vingi sana akajifunza kwa Diamond. Kabisa. Diamond akamwambia chora tatu, Diamond akamwambia toboa masikio, Diamond akamwambia hivi yani manjia yake strategy sijui wanawake si nini ni Diamond. Au unakosea. Kabisa. Na Diamond pia naye anampenda sana Harmonize. Mipango yake Harmonize anakuwa mnyama sana kwenye hivi. Mpaka Wasafi pia hata kesho kimkuta pale anaanza kukwambia bana sema hamu alihusiana na hizo bleach. Yaani watu wanakubaliana. Kwa Mnyamwezi. Ni wanafahamiana, ni familia hii. Kabisa. Yes, kwa hiyo it's always like that. Na mimi naamini kabisa kwamba kitu ambacho anakuwa anataka mtu ambacho hataki mtu. Ambapo anakuwa anaona michongo yake haiendi kama wasanii wake sio anaona kama alifanywa fitna. Anakuta anaona tena sijui mara alitokea fanye kitu gani kimezuiliwa. Kwa hiyo yeye anakuwa anaumia kuona kama mtu anayemkubali sana kama naamini anamwekea visingiti. Lakini watu wanapendana sana. Sawa, Rayvanny, kwa sababu tuko na wewe hapa na tukikuacha bila kukuuliza hili tutaacha maswali kwa mashabiki zako. Mac Voice juzi na siku zilizopita alizungumza vitu vingi sana ambavyo ulikuja sema kokote. Tunatamani kwa mara ya kwanza leo tuambie umemsamehe kijana wako Mac Voice au bado ni mtiti? Unajua kitu kimoja ambacho nashinda kuelewa ndio yale narudi kwenye mambo ya kukubaliana, sio kushikana mkono, kumkubali. Mac Voice anajua kabisa bro mimi nanikubali sana, hata nikifanya chochote hawezi kunifanya kitu. Ndio maana anaweza kaongea chochote tu, yeye anaongeaga tu mwenzako, mimi nimekatalia vitu vangu, mimi sijui simu haijapokelewa, mimi sijui nini na nini, ni vitu vyote ambavyo siwezi kumpakazia. Unajua nitakwambia kitu kimoja, ikitokea saizi kati ya mimi na Mac Voice nani anatakiwa tukanwe sana, achukiwe sana na watu, mimi ndajichagua mimi. Kwa nini? Kwa sababu yule ni mdogo wangu. Siwezi nikawa nimekaa nyumbani afu nimekuja kwenye hii interview, kwa sababu kuna maneno naweza nikaongea hapa yakatani yakamtengenezea chuki, watu wakamchukia. Kwa hiyo kwenye swala la kuchukiwa mimi nimechagua mimi kwamba ni mprotect mdogo wangu. Naweza nikaongea mapungufu yake mengi, makosa yake mengi, lakini swala lake tulizungumza na mheshimiwa Mwanaifei na of course yeye mwenyewe alishtuka kwa sababu kumbe walisia ndio upo hivi. Nikamwambia walisia ndio upo hivi. Kwa mdogo wangu anapambana, anatamani kufika mbali zaidi. Kikubwa watu waendelee kumsupport kwenye ile njia ambayo anafanyaje anaenda.
ila mimi siwezi kaja hapa nikaanza kusema mdogo wangu siku moja tarehe 2 tarehe 3 kafanya hivi akazingua vile. Hapana, ni mdogo wangu, nampenda sana naye anajua ile, ndio maana anaweza kaongea chochote ambacho anajua kita distract, kitanitengenezea sura mbaya, ila kwa kuwa ameongea yeye, mimi siwezi kuwa na hard feeling. Unajua yeye anajua uhalisia na anajua ukweli. Kwa sababu ukiangalia kafungua labda akaunti mpya na nini na nini, mimi sijawahi kuwa hata na akaunti yake, sijui hata password. Sasa ile akaunti yake Insta anasema nielewe basi. Sasa ndio hicho bana, Shivo, mimi najua hata password ya akaunti sijui, hata ukapoteza wewe una akaunti yako, mimi najua hata password, hajui password, sijui chochote, hajui chochote. Sasa vitu kama hivi, sasa unaona vitu kama hivi nikiongea vingi kama hivi ndio vitaanza kutengeneza chuki kwamba wewe unamchafua Rayvanny mdogo wangu. Atakuwa anaona kama mimi ndo kizuizi cha mafanikio. So ukichagua nani achukiwe kati ya mimi na yeye, mimi nimechagua mimi kwa opportunities na nafasi zote anazonipa, kwa sababu tulianza kufanya kazi muda mrefu na kazi zote zimekuwa successful, na of course mwenyewe anaiona chemistry, na most of the time hata yeye akienda kwenye show sometimes, kwa mfano tulienda kwenye harusi ya show India. Wakati naenda kwenye harusi akaniambia hawa watu waliniita kuperform, lakini wakaniambia uwezi perform mwenyewe, nataka uperform na huyu mtu. Walituona kwenye Expo Dubai wakati tuna perform wote, kwa tukaenda tukaperform wote. Kwa hiyo ni watu wachache ambao unaweza kufanya nao kazi, lakini bado wakakulink up kwenye vitu vingine. Of course FIFA walimreach out Nora kwanza, baada ya kumreach out yeye, baadaye ikatakika na mimi pia niwepo. Kwa sababu katika nyimbo ambazo Nora inabidi aziimbe, of course angeimba na Tetea, mambo yatakiwa mimi leo, lakini angeweza kuamua siweke pia. Sasa baada ya hapo ilibidi sasa ndo Nora akanicheki kwamba you have to talk to FIFA kwa sababu you have to come, unaelewa sijui. Kwa hiyo nikamwambia okay, akaniambia sawa, watakucheki. Baadaye ndo akaja wakanicheki FIFA wao, kwa sababu haishiagi tu kwamba mimi nimekutaka wewe njoo afu ukaje. Lakini kitu kingine pia, rais wa FIFA mimi nilikutana naye Arusha. Tulikuwa tunafanya nini gani ilikuwa ile? Ilikuwa ni CAF, I don't remember. Ilikuwa kama 2022. Tukutana naye nikapiga naye story sana, nikachukua na namba yake. So wakati tuko Zanzibar na Nora alikuwa wanaongea na so baadaye nikaongea naye na mimi na nikaongea na vitu vingine siwezi kuongea, ndimu zangu siwezi kuziongea hapa. Kwa hiyo yes, ni kwenye dunia ambayo tupo ndugu yangu. Mtu asikwambie wewe uko media gani? 7 Media. Ushukuru sana Baba Levo. Wewe uko media gani? Ushukuru sana Liki Media wewe dada. Hata wewe unayeongea una mtu wa kumshukuru pia. Kwenye haya maisha ambayo tupo, kila mtu alifika sehemu kwa kushikwa mkono. Asingekuwa Diamond bila mzee wetu nani yule? Papa Misifa. Kwa hiyo Diamond akitembea na Rolls Royce inabidi umwambie mshukuru sana Papa Misifa. Kwa in life you have to know, iwe kwenye siasa, iwe kwenye shule, iwe kwenye kazi, lazima ushikwe mkono. Hata kupata kazi, wewe umesoma na kila kitu, bila kushikwa mkono unakuta kupata kazi ni nini? Ni ngumu. Mdogo wangu hapa yuko next level. Kafanyaje? Kashikwa mkono. Kwenye maisha ambayo tunaishi sisi, usimcheke tu mtu, mshukuru sana wewe dada. Huo ni mkono. Wewe mwenyewe unaweza kuwa unaongea huko kwa kaka yako, huko kwa dada yako, mshukuru sana dada yako hiyo nyumba unaokaa. Umenielewa sijui? Rayvanny hapo kwenye iko hivyo. Kwa hiyo kwenye maisha nataka nikwambie, mimi nisingekuwa Rayvanny labda kama nisingeenda kwenye freestyle nikakutana na kina Babu Tale, Madi, Diamond mpaka kufika hapa. So in life utaki useme timije medali naenda mwenyewe. FIFA ndaingia tu. Unaingiaje kiongozi? You need people around you. It's always like that. Nilitaka nikuulize hapo unaposema